Huwa nitalifanya katika uongozi wangu huu kuhakikisha kwamba nawapa kipaumbele waandishi wa habari. Ndugu makamu mwenyekiti, leo sio siku ya hotuba, bali ni siku maalum kitendo cha makabidhiano ya ofisi ya baraza la vijana katika wilaya hii Mcheweni. Na nipongeze sana kakaangu Isaka Shame Bakari, Isaka Hamis Shame, kwa uweledi wake kutokana na kujitolea kwake kwa kipindi chote ambacho aliliongoza baraza hadi leo ifikia kipindi tunakabidhiana. Kwa kweli kafanya kazi kubwa sana, lazima na imani yangu kwamba kazi hii ilifanikiwa ni kwa sababu alitoa mashirikiano kwa wenzake ambao waliteuliwa, alitoa mashirikiano kwa zile kamati ambazo alishauriana na makamu mwenyekiti ili ziweze kufanya kazi katika baraza. Kwa hiyo kakaangu, pongezi sana, na sisi na mimi kama mwenyekiti wa sasa nitahakikisha kwamba nafuata zile mambo yote ambayo uko umeyafanya, lakini naongeza kasi zaidi kutokana na pale ambapokuwa tumepata. Ndugu zangu, fikiri kwamba tumefanya kazi katika maeneo tofauti tulio wengi wenu kabla ya kuipata nafasi hii. Alisema mwenyekiti hapa kwamba isiwe kwamba wenye viti wa shehia wanasubiri mpaka mwenyekiti. Mimi napenda sana katika uongozi wangu nishushe chini. Nitahakikisha kwamba nafuatilia shehia moja siku na mchana, ili kuona kwamba kila shehia haiko nyuma katika masuala mazima ya kuzichangamkia fursa. Na nichukue fursa hii kumpongeza sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Hassan Mwinyi kwa wake na kwa ubunifu wake kuona kwamba ipo haja kubwa ya kuandaa wizara hii ya vijana, ajira na uwezeshaji. Na hii itaweza kutupa fursa sisi vijana kuweza kukwamua changamoto ambazo kwa zinatumudu katika mazingira yetu na kuweza kuzichangamkia zile fursa ambazo yeye mwenyewe binafsi ameziweka ili vijana waweze kujichangamkia kwa ajili ya kuweza kukwamua mahitaji yao tofauti ya kimaisha ya kila siku. Sababu na hilo, ndugu zangu, nipongeze sana Rais, nipongeze sana waziri wetu wa wizara hii ya vijana, ajira na uwezeshaji, kiongozi wetu Shabani. Kwa kweli na yeye amelisimamia sana swala hili la uchaguzi, amehakikisha kwamba unafuata mfumo wa kidemokrasia, na kama alivyosema mwenyekiti mstaafu, ndani yeye alikuwa mjumbe katika mkutano mkuu wa baraza. Uchaguzi umeenda huru na haki, kiongozi wamepatikana tayari. Kwa hiyo sasa ni muda wa kuweka pembeni makundi yetu ya uchaguzi. Sasa ni muda wa kuweza kuandaa timu moja ambayo itaenda kusimamia baraza la vijana katika wilaya yetu ya Mcheweni. Na nikuhakikishie ndugu mwenyekiti, nitahakikisha moja kati ya swala ambalo kwa napingana nalo swala la ubaguzi. Nitahakikisha na hudumisha usawa kwa sheria zote 25 ambazo kwa leo mimi nikabidhi katika kipindi chote ambacho kwa nitakuwa kiongozi wa baraza. Nitahakikisha na kuwa mbunifu, nitahakikisha nafuatilia fursa ili ifikie stage kwamba hakuna kijana wowote katika sheria 25 katika wilaya hii ambayo kwa hana shughuli ya kujishughulisha. Nataka sasa vijana sisi tunakuwa tuwe mstari wa mbele kuwa busy katika maeneo yetu. Sawa? Tunataka sisi viongozi wa sheria pamoja na kamati tendaji sote tunakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunahamasisha swala zima la kuchangamkia fursa. Na tushukuru sana jiografia ya eneo letu la wilaya ya Mcheweni, kila pande katika sheria limezungukwa na fursa. Kuna bahari, kuna maeneo ya kilimo tayari, kuna maeneo tofauti ya ujasiriamali. Meleweka, tutahakikisha sisi baraza la vijana tutakuwa mstari wa mbele
kuhakikisha kwamba tunafuatilia, kuhakikisha tunazipata na kuhakikisha kwamba vijana wanazipata hizo fursa. Kwa hiyo ndugu zangu, niendelee kuwashukuru sana mara nyingine, na niseme kabisa kamati tendaji haitakuwa ni kamati tendaji ambayo itaratibu masuala mazima ya miradi katika mkoa. Kila mmoja, kila kiongozi katika nafasi yake tutahakikisha kwamba ataadhibika. Kamati tendaji wajumbe 7 tutapangiana majukumu. Sawa tunaenda ziara, tutachukua wote, kamati tendaji watakuwepo, tutagawanya majukumu. Kamati tendaji leo hapa nani